alama ya mtoto wa Mungu. So the mark of the child of God. So Roho Mungu anaweza kuletea hii ujumbe wakati ambapo nilikuwa nang'ang'ana nikijiuliza nitafundisha nini siku ya leo. Imefika saa 4 ya usiku sijapata ujumbe. Ilifika saa 5 sijapata ujumbe. Naendelea kungoja. Saa inasonga sijapata ujumbe. Wakati nilibakia kama 1 hour ndio nilikuja kwenye madhabahu. Mungu akaniambia chukua kalamu uandike. Utafakari maandiko. Bwana asifiwe. Maana siwezi kuja kuhubiri hapa kama sijatafakari maandiko. Lazima nitafakari ndio nije kuhubiri. Ile maandiko kwanza iingie kwa anga yangu kabla haijaingia kwako. Bwana asifiwe. So ikishaingia kwangu, kuingia kwako itakuwa rahisi sana. Kubadilisha wewe sana. Baba kaniambia niongelee kuhusu alama ya mtoto wa Mungu. Wewe ni mtoto wa Mungu. Na kuna alama iko katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Na hizo alama lazima uwe nayo. Lazima uwe nayo katika maisha yako. Hiyo alama ndio inaweza kutofautisha wewe na watu ambao hawajaokoka. Hiyo alama katika maisha ya muumini inaweza kutofautisha wewe na wale watu wa mataifa ambao hawajamjua Yesu. Wewe kama mwokovu hawezi kuwa sawa na watu ambao hawajaokoka. Na kitu kinatofautisha wewe na wale watu wengine ambao hawajaokoka. So Mungu ameweka alama kadha wa kadha katika maisha yako kama mtoto wa Mungu. Sasa ulisikia asubuhi nikiwaambia kwamba usiogope Goliath. Aliye ndani yako ni zaidi ya asifiwe. Kwa nini nilikuwa nasema hivyo? Kwa sababu kuna alama ambayo imewekwa ndani yako ambayo inaonyesha kwamba wewe si mtu wa kawaida. Na hiyo alama ambayo imewekwa ndani yako is like a password, yaani funguo ya kuingia katika anga yote katika ulimwengu wa kiroho. Katika ulimwengu wa kiroho. Hizi alama lazima uwe nayo mtoto wa Mungu. Nimesema lazima sababu hauna option. Hauna sababu ya kusema wewe hauna hii, hauna hiyo alama. Hauna sababu. So lazima hii alama ya mtoto wa Mungu ni katika maisha. Alafu tuko na maandiko. Fungua maandiko. Kitabu cha Warumi 16. Warumi 16. Tuka mstari wa 17. Warumi 16. Tuka 17. Maandiko yanasema Warumi 16 kuanzia hapo mstari wa 17. Kama ndio kwanza mpaka mstari maandiko. Tuka mstari wa 17 anasemaje? Ndugu zangu nawasihi mjihadhari na kujiepusha na wale watu waletao matengano na kuweka vikwazo mbele yenu dhidi ya mafundisho mliojifunza. Sura 18 inasema, kwa maana watu kama hao
hawamtumikii Bwana, bali wanatumikia tamaa zao wenyewe. Tuko hapo, tuko kwenye mstari 18. Endelea. Kwa kutumia maneno laini na ya kubembeleza hupotosha mioyo ya watu wajinga. Unaposoma hii maandiko, Paulo alikuwa anaongea na kanisa ya Warumi, akawaambia mjiepushe sana na watu ambayo kazi yao ni kupotosha, na watu ambayo kazi yao ni kuharibu mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Kwa ufupi, Paulo alikuwa anajaribu kuongea na kanisa kwamba sisi kama kanisa kuna alama imewekwa katika maisha yetu ya umoja, Kazi ya mtoto wa Mungu ni kuhakikisha kuna umoja. So unapoona kuna umoja katika maisha ya mtoto wa Mungu, jua hiyo ni alama nzuri sana katika ulimwengu wa kiroho ambayo mtoto wa Mungu anafaa kuwa nayo. Paulo akasema mchunge sana chenye wanafanya. Wanakuja kuleta utengano na furugu katika mwili wa Kristo. Akasema mchunge sana. Bwana asifiwe. So, hili jambo Paulo aliona ya kwamba kuna watu wanajifanya ya kwamba wameokoka, kwa midomo yao wameokoka, lakini kwa matendo hawajaokoka. Hawajaokoka. Kwa makini sana kwenye maandiko. Kwa makini. Yesu asifiwe. Na hao watu wa kupotosha kanisa wako wengi sana. Unapoendelea kusoma mstari wa 18 inasemaje? Wale ambao ni wajinga ndio watapatikana, ndio watakuja kupotoshwa. Bwana asifiwe. Ile alama mtoto wa kiroho ama mtoto wa Mungu anafaa kuwa nayo ni alama ya hekima. So katika maisha yako wewe kama muumini, yako kama mtoto wa Mungu, unafaa kuwa umejawa na hekima. Ikiwa utakutana na hao watu wa kupotosha, kupitia hekima ya Mungu ambayo iko katika maisha yako, utaweza kuwa challenge. Na hekima utapata wapi wanangu? Utapata wapi hekima? Hekima inapatikana kutoka kwa maandiko. Hekima inapatikana kutoka kwa mafundisho ambayo unafundishwa na kuhani wako. That's why ukitaka wewe ukue kiroho, uwe mtoto ambaye amekuwa kiroho, na mtoto ambaye amepanuka kiroho, lazima uwe na masikio ya kusikiza na uwe na neema ya kubeba mafundisho ambayo unafundishwa. So nikisema hivyo, namaanisha kwamba maombi tu kwa maisha yako haitoshi. Kuna vita katika ulimwengu wa kiroho, haitaji maombi, haitaji hekima. Niliwafundisha on Wednesday, nilikuwa na hiyo ujumbe ya kuacha kuomba maombi ya kawaida, uongeleshe hali, uamurishe. Ile ilikuwa ujumbe ya Wednesday. Bwana Yesu asifiwe. Na hizi alama ni kama waamini wengi hawajui, wakofu wengi hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu wako na alama ya mamlaka ndani yao, wamejazwa na mamlaka
sana isiyokuwa na mipaka ndani ya maisha yao. Wakati tu umekiri Yesu ni Bwana, wakati umekiri Yesu ni Bwana na umeanza kuwa familia ya mbinguni, hiyo masaa mamlaka ya Mungu inaanza kufanya kazi katika maisha yako, inakuja inakaa ndani ya maisha yako. So ile changamoto yenye waamini wengi wanapitia ni ya kwamba mamlaka iko katika maisha yao lakini hawatumii. Iko maisha yao lakini hawatumii mamlaka. Hawatumii mamlaka. Muamini ambaye anajua ile alama ambayo ako nayo, especially mamlaka, ni ule muamini ambaye anapoomba, baada ya kuomba anaamurisha vitu ifanyike. Sio maombi tu, bali yeye huwa anasimama, anakuwa nabii na maisha yake.